tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi, na kuna mambo mawili tumekwisha kuyasema sisi viongozi wenu. Ninawakumbusha kabisa, ili tunapoendelea na mkutano huu yawe kwenye akili zenu. Kama kuna swali mnataka kutuuliza, tuulize. Tumesema kwanza categorically, yani bila kusitasita, NCCR Mageuzi itashiriki uchaguzi mkuu 2025. Na tutashiriki kama chama cha siasa kinachojiamini na kilicho na malengo. Hatutashirikiana na chama chochote. Sababu mnazijua. Tuliingiza chama kwenye UKAWA. Dhamira ya wenzetu ikawa sio kutafuta faida ya umoja wetu. Kulikuwa na nia ovu katika ule UKAWA. Nyinyi ni mashahidi, majimbo na kata tulizokubaliana wenzetu walipeleka wagombea wao. Ni kweli au si kweli? Unaanzaje kudai maendeleo kama hujashiriki? Utayapata wapi? Na ili ufanye uchaguzi upate kiongozi atakaye kuongoza, ili kiongozi huyo sasa akupeleke katika maendeleo. Sasa kama hujashiriki uchaguzi, unadai barabara, inatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai maji, yanatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai zahanati, zinatoka wapi? Kama hujashiriki uchaguzi, unadai madawa, yanatoka wapi? Ni lazima ushiriki uchaguzi ili uchague umpate kiongozi wa kumtuma kwenda kununua madawa, wa kumtuma kwenda kujenga zahanati, wa kumtuma kwenda kujenga barabara, wa kumtuma kwenda kuleta maji. Sio ndugu. Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na vyama vingine kinaendelea kuamini kwamba tangu NCCR kuasisiwa kwake mpaka tunapokuja leo kwamba mmekuwa mkifanya siasa za kistaarabu kwa nyakati zote. Tuna imani kwamba tunapoelekea pia tutaendelea kuwa vivyo hivyo kwa nia ya kujenga umoja wa kitaifa wa taifa letu la Tanzania. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA tuko pamoja nanyi bega kwa bega katika mapambano ya kulitetea taifa hili. Kama kauli yenu inavyosema, kwa pamoja tutashinda. Basi niombe mkutano huu wenye heri, Mwenyezi Mungu awaongoze katika mkutano wenu, mmalize salama. Sisi tunafurahi kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe, uchaguzi upo. Au nirudie tena? Uchaguzi upo. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi hii ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa sheria na demokrasia, na ndio maana kila mtu anaongea, watu wanazunguka huko, wanafanya mikutano ya hadhara, wanaenda kwenye vyombo vya habari, na nyie mko huko. Hili ni tukio la kidemokrasia. Nchi hii demokrasia yake iko atanata level. Demokrasia yetu ni nzuri, ndio maana kila mtu anaongea, mradi usivunje sheria. Na ndio maana nyinyi mko huko ndani mnafanya tukio la kidemokrasia. Sasa ule uchaguzi huko upo kwa mujibu wa katiba. Katiba imesema kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi. Kama nyinyi ambavyo mnafanya kwa mujibu wa katiba ya chama chenu. Na sasa hivi zoezi la uandikishaji limeshaanza, ile awamu ya kwanza inakamilika, si ndio? Nadhani imeshakamilika kule Dar es Salaam. Inakuja awamu ya pili. Kwa hiyo maana huo ndio mchakato wa uchaguzi. Ndio mchakato wa uchaguzi umeshaanza na tunakuja kuhitimisha Oktoba. Kwa uchaguzi upo. Nashukuru sana na nawapongeza NCCR, mnajiandaa na uchaguzi. Maana kwa kweli mimi mzazi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mheshimiwa msajili ni mzazi. Hamna kitu utasikitika kama mzazi mwanao anasoma hapo akwambia baba nahisi kama mtihani hamna, akifeli atamlaumu nani? Wakati mtihani sisi mwanangu kweli, yaani anajua ukisoma mitihani inafuata mitihani. Hapa anakuambia mitihani hamna. Inabidi upate wasiwasi kwa mwanao, sababu mwanangu huyu hiki nini kimempata, ndio? Kwa mimi nashukuru nyinyi mnaelewa kwamba lengo la chama cha siasa ni kushika dola.
na dola kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa na katiba yetu unahisika kupitia uchaguzi, na uchaguzi